Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Hans TZ, leo ni siku nyingine na leo ni Ijumaa ya tarehe 21 mwezi wa 3 2025. Moja ya taarifa ambayo tunakusogezea ni kuhusiana na ajali ya pikipiki aina ya TVS ambayo imetokea majira ya saa 11 leo maeneo ya Kurungeni A. Pikipiki ambazo zenye usajili namba PT kwa maana ya Polisi Tanzania 5198 na CMH 482. Taarifa za awali ni kwamba wahusika wa ajali hiyo, mmoja inasadikika kuwa amevunjika mguu wa kulia, lakini pia amepata athari kidogo maeneo ya kichwa, lakini mwingine ameumia vibaya sana maeneo ya kifua, lakini pia amepata athari maeneo ya taya. Wahusika wa ajali hiyo ni afisa wa polisi kwa jina tunamstai, lakini mwingine ni afisa utamaduni pia kwa jina tunamstai. Moment ilikuwa ni kwamba sehemu ambayo aliyopark afisa utamaduni kabla ya kuanza safari yake na sehemu ambayo ilipotokea ajali ni takribani mita 50. Hivyo kwa mujibu wa sheria za barabarani ilionekana kuwa tayari alishaingia road na anaendelea na safari yake, kwa sababu kutoka sehemu aliyopark na mpaka sehemu ambayo ajali imetokea kuna umbali wa takribani mita 50. Nafikiri kwa akili za haraka haraka itakuwa huyo mtu tayari alishaingia barabarani na anaendelea na safari zake. I don't know, siwezi kusema shida kubwa ilikuwa ni nini, lakini ilionekana kuwa afisa wa polisi anatoka maeneo ya Kilimahewa anaenda huku usawa roundabout, lakini afisa utamaduni anatoka maeneo ya huku roundabout kuelekea upande wa Kilimahewa. Na afisa polisi alikuwa yuko mwendo wa speed sana, na kama ambavyo nimetangulia kusema afisa utamaduni alikuwa na mwendo wa kawaida kwa sababu ndo kwanza alikuwa ameanza kuingia road. So baada ya hapo akawa afisa polisi akaenda kumgonga afisa utamaduni, na baada ya kupatikana kwa ule mgongano, moment ilikuwa kwamba afisa polisi kutoka sehemu ya ajali alirushwa takriban mita 15 na kuangukia msingini, na baada ya wananchi kukimbilia ilionekana kuwa afisa polisi amezima, lakini pia akionekana anatoka damu sehemu za kichwa na kuvunjika sehemu za mguu wake wa kulia, huku afisa utamaduni akionekana kuwa anatoka damu nyingi maeneo ya mdomo, lakini pia akionekana kuwa na hali mbaya sana maeneo ya kifua, huku akisikika kuwa anakoroma kama ambavyo video inamuonesha afisa utamaduni namna ambavyo alivyokuwa anakoroma. Lakini siwezi kusema direct kwamba chanzo cha ajali hii ni nani amesababisha, lakini kwa muonekano haraka, kwa sababu ni ajali ambayo imetokea mbele ya uso wangu, kwa maana mimi mwenyewe nilikuwepo mazingira ya tukio, na mimi ndio miongoni mwa watu ambao tumekimbilia mara ya kwanza kwa ajili ya kuweza kuwapa huduma ya kwanza na kuwasaidia. Lakini ajali kifupi ifahamike kuwa ilikuwa ya namna hiyo, kwamba afisa utamaduni alipark sehemu, ameingia dukani, baada ya hapo alitoka ili aweze kuendelea na safari. Baada ya kutumia umbali wa takriban mita ambazo nimezitaja hapo, mita 50, ndipo ilipokuja kutokea ajali hiyo. Hivyo na bahati mbaya zaidi kwa ajali hiyo kwa wote wawili walikuwa hawana helmet, so ikapelekea kupata athari sehemu za kichwa na sehemu za kwenye taya. Kiukweli hali ni mbaya, na Shime wana Mafia tuwaombee dua hawa viongozi wetu ambao wamepata hii ajali, kwa sababu
bado hali ni mbaya sana, tena sana na hatujapata taarifa zozote kutoka kwa madaktari labda anaendeleaje ama baada ya kufika hospitali ilikwaje. So hizo ni taarifa za awali ambazo mimi kama shahidi niliokuwepo katika eneo la ajali hiyo, lakini pia kama mwandishi nachukua fursa hii kuentertain tukio hili namna ambavyo lilivyotokea, ili wasije wengine wakasema vitu tofauti. So kama mara yako ya kwanza kufuatilia YouTube channel yetu, basi tafadhali subscribe, like, share na comments ili uwe wa kwanza kuweza kupata video zetu.